Nikualike kusikiliza ujumbe huu, ni faida na muhimu kwako. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ninao ujumbe muhimu kwako na kwangu pia. Dhambi ni sumu hatari inayoua, yenye ladha ya utamu ndani yake. Yaani dhambi ni sumu, na ni sumu mbaya sana na ya hatari, inayoua na kuharibu sana maisha ya wanadamu. Lakini ndani yake kuna ladha ya utamu wakati unaitenda au unakusudia kuitenda. Yaani kuna ladha ya utamu unaweza kuwa unaupata katikati ya kutenda dhambi. Sasa hii dhambi iliyo sumu hatari ina madhara yake. Kwanza kabisa, dhambi ina madhara makubwa kwa mwanadamu yeyote yule anayeitenda. Jambo la kwanza, dhambi inaharibu ama inaondoa uhusiano mzuri kati ya mwanadamu na Mungu. Unaposoma katika kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3, tunaona pale baada ya Eva na Adamu kutenda dhambi ya kula tunda la mti waliozuiliwa na Mungu baada ya kudanganywa na nyoka. Hatua ya kwanza iliyofuata ni kwamba Adamu na Eva walikimbia, wakajificha, wakaenda eneo ambalo Mungu hawezi kukutana nao wala kuonana nao kwa fikira zao wao. Kwa hiyo unaona tayari dhambi inaharibu ule uhusiano mzuri alionao mtu na Mungu wake. Mwanadamu yeyote akishatenda dhambi na kuelemea kwenye dhambi, ile dhambi inamtenga na maisha ya sala, inamtenga na maisha ya maombi, maisha ya kufunga, maisha ya kusoma neno la Mungu, maisha ya kupenda ibada na kuhudhuria katika ibada mbalimbali, maisha ya kumtumikia Mungu katika huduma mbalimbali za kiroho. Kwa tayari kabla hajatenda dhambi ama hajaanguka dhambini, anakuwa na ujasiri, anakuwa na upendo, anakuwa na nguvu, anakuwa na moyo wa kuwa karibu na Mungu, kumtumikia Mungu. Lakini akishaanguka katika dhambi, dhambi inaanza kumfanya ajitenge, aende mbali na Mungu. Kwa hiyo haya ni madhara ya makubwa sana kwa mtu yeyote anayetenda dhambi. Dhambi haiwezi kumwacha mtu salama. Dhambi haiwezi kumwacha mtu katika maisha yale ya utu na ubinadamu. Ni lazima tu imfarakanishe kati yake yeye na Mungu, kama ilivyofarakanisha Adamu na Hawa, na kama ambavyo Daudi anatuambia katika Zaburi yake ya 50 na sio Daudi, bali katika Isaya anatuambia katika kile kitabu cha Isaya sura 59 ile aya ya 2 kwamba maovu yetu yametufarakanisha na Mungu. Wapendwa, dhambi haiishii hapo. Dhambi pia inaleta mafarakano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Ndoa nyingi zinafarakana. Ukiangalia msingi mkubwa ni mambo ya dhambi, ni maisha ya dhambi. Uzinzi, labda inatokea mmoja anakuwa msaliti, anakuwa mzinifu, inapelekea migogoro, watu wanagombana, wanapoteza kuaminiana, wanapoteza utu, wanapoteza heshima, inafikia wakati wanadharauliana ndani ya nyumba na maisha yao yanakuwa mabaya. Lakini unaweza kuona mahusiano ya wewe na rafiki zako. Kwa mfano, dhambi ni mbaya sana. Kuna dhambi kwa mfano ya uongo, dhambi ya kuiba, wizi, kutokuwa mwaminifu ambayo inaingia kwenye uongo. Unaweza ukaona mahusiano mazuri sana na mtu, lakini bahati mbaya ukamtendea jambo lisilo jema. Mfano, na mtu ni rafiki yako, alafu inatokea unaishi na mke wake, au unatokea labda alikupa mali yake, alafu ile mali ukamdhulumu, usimrejeshe. Unapoteza ule uhusiano kati yako na yeye, unaanza kujificha, hamwezi tena kuwasiliana kwa ukaribu, unaanza kuwa mbali na yeye. Kwa hiyo unaona dhambi imekupeleka mbali, imeondoa urafiki uliokuwa nao kati yako wewe na yule mtu.
Kwa hiyo dhambi ni hatari sana. Watu tusifikiri dhambi tu katika hatua ya kukosa uzima wa milele. Hayo ni matokeo ya makubwa na mabaya zaidi, lakini ya mwisho. Lakini hapa tu duniani dhambi inakupa wakati mgumu sana. Unaona hata Adamu na Hawa baada ya kutenda dhambi, wao wenyewe wakapoteza mahusiano mazuri kati yao. Mungu anamuuliza, Adamu umekula tunda? Adamu anasema huyo mwanamke. Mwanamke anasema huyo nyoka. Unaona mahusiano kati ya Mungu na wanadamu yakawa mabaya. Mahusiano kati ya Eva na Adamu mmewe yakawa mabaya. Na hata mahusiano kati ya mwanadamu na kiumbe ambaye alikuwa ni nyoka yakawa ni mabaya pia. Kwa hiyo wapendwa, dhambi ni mbaya sana. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4, kuna hadithi au habari kati ya Kaini na Habili. Hawa ni watoto wa ndugu wa baba mmoja. Hawa watoto walikwenda kumtolea Mungu sadaka. Kwamba kwa jambo lile walilokwenda kutoa sadaka ilitokea changamoto kwamba huyu bwana Kaini